بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وسا 26 وضع اليد اليمنى على اليسرى ورفعها إلى النحر، kuweka mkono wa kulia juu ya wa kushoto na kuinua mpaka kwenye shingo. Wad'u al-yadi al-yumna ala al-yusra wa raf'uha ila an-nahri, ni katika makosa ya baadhi wenye kusali kuweka mkono wa kulia juu ya wa kushoto, wa raf'uha ila an-nahri, na kuinua mpaka kwenye shingo. An-nahri ni hapa ndiyo an-nahr, sio shingo yenyewe, ni hapa ndiyo nahri. Yani kuweka mikono hapa wakati wa sala, mtu kuweka mikono hapa anasoma Fatiha, hii ni makosa, haikuja hapa kuweka mikono hapa. Qala wa hadha khilafu sunna, hili ni kinyume cha sunna, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yadh'u yadahu al-yumna ala al-yusra ala sadrihi, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto juu ya kifua chake. Hakuweka juu ya shingo wala katika kitovu, isipokuwa aliweka juu ya kifua. Wa huwa hadithun hasanun marwiyun min turuqin dhi'afin yashuddu ba'daha ba'dha. Hii ni hadithi hasan, imepokewa kwa njia dhaifu, lakini kila moja inatilia nguvu baadhi yake. Na hadithi dhaifu ikiwa zimekuja riwaya nyingi, inakuwa inapata nguvu na inakuwa ni hasan li ghairihi, inapanda inakuwa hasan li ghairihi, inatumika na kutolewa dalili. Qala wa tahsulu sunna biwadhiha ala wasati as-sadri au adnahu inda alqalbi, inapatikana sunna kwa kuweka mkono katikati ya kifua au chini yake inda alqalbi, yani mbele pale ya moyo, hapo inapatikana sunna. Lianna alqalba fi sadri, sababu moyo uko katika kifua. Liqauli llahi ta'ala walakin ta'mal qulubu allati fi sudur innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, macho hayawi pofu, lakini nyoyo ambazo ziko katika vifua ndizo zinakuwa pofu. Kwa hiyo moyo uko katika kifua, kadhalika akili pia iko katika kifua, haiko katika kichwa. Sasa mtu anaweka mkono hapa na kalbu iko hapa, sio hapa wala sio hapa, sema hii yote ni kinyume cha sunna. Lianna alqalba fi sadri liqawlihi ta'ala walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini zinapofoka nyoyo ambazo ziko katika vifua. Amma raf'u al-yadaini ila an-nahri fa khata'un wa khilafu sunna, ama kuinua mikono mpaka kwenye shingo, hii ni kosa na ni kinyume cha sunna. والمروي عن علي رضي الله عنه في تفسير فصل لربك وانحر هذا ضعيف لا يحتج به. hadithi iliyopokewa kutoka na Ali radhiyallahu anhu katika tafsiri ya neno la Allah, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako, kwamba ni kuweka kwenye shingo. Tafsiri hii ni dhaifu, haitolei hoja. Kosa la 27 raf'u al-yadaini 'inda as-sujudi au ar-raf'i min as-sujud, kuinua mikono wakati wa kusujudu au kuinuka katika kusujudu. Raf'u al-yadaini 'inda as-sujud au ar-raf'u min as-sujud au ar-raf'i min as-sujud, kuinua mikono wakati wa kusujudu au wakati wa kuinuka katika kusujudu. قال وهذا خلاف السنة المشهورة التي نقلها أكثر الصحابة الذين رووا مواضع الرفع. hii ni kinyume cha sunna inayotangaa iliyo mashhur ambayo wameinukuu
masahaba wengi waliopokea mahali pa kuinua mikono. Qala walladhi yanbaghi iltizamu sunnati alma'rufa, nalutakiwa ni kulazimiana na sunna zinazojulikana, illa fi khalwatin min talibi ilmin, isipokuwa katika faragha ya wanafunzi. Falahu al-amal bima tarajjaha ladayhi min as-sunan allati khalafaha ammatul ulama, hapo yajuzu kutumia ile iliyo na nguvu kwake katika sunna ambazo wamezikhalif maulama wengi. Kwa hiyo sunna hii anasema wameikhalif maulama wengi, lakini ni sunna thabita. Hii ni sunna pia imethubutu, ameielezea Sheikh Bazamul hafidhahullah katika sharhi yake ya sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam ya Sheikh Al-Albani, kwamba pia unaweza ukainua mikono unapokwenda kwenye kusujudu. Baada sami Allahu liman hamida, Allahumma rabbana lakal hamdu, halafu unainua mikono unakwenda kwenye kusujudu. Ni sunna thabita. Hata hapa Sheikh anasema hii sunna ifanywe kwa wanafunzi ikiwa wanaona jambo hili sunna hii imethubutu. Anasema falahu al-amalu bima tarajjaha alayhi min as-sunan allati khalafaha ammatul ulama, yajuzu kwa mwanafunzi kutekeleza sunna ambayo ina nguvu kwake katika sunna ambazo wamezikhalif maulama wengi. Amma amama an-nasi fayamalu bil mashhur, ama mbele ya watu mwanafunzi afanye sunna inayojulikana. وفي مشاهير السنن التي عليها جماعة العلماء الكفاية والشفاء, na katika sunna mashuhura ambazo wako juu yake kundi la maulama kuna kutoshelezeka na sunna hizo. Lakini Sheikh Bazamul anasema sunna hii ni thabita, ipo, imethubutu kwa zaidi ya masahaba wengi, kwamba mtume pia ilikuwa akiinua mikono wakati akienda kwenye kusujudu ahyanan, mara nyingine. Wa mawadhi'u raf'i al-yadayn fi salati 4, sema mahali pa kuinua mikono katika swala ni mahali, ni sehemu 4. Inda takbiratul ihram, wakati wa takbiratul ihram unainua mikono. Wa inda ar-ruku', wakati wa kurukuu unainua mikono. Wa ba'da ar-raf'i minhu, na baada ya kuinuka, ukiinuka katika rukuu pia unainua mikono. Wa ba'da qiyami ila ar-rak'ati thalitha, na baada ya kuinuka kwenda katika rakaa ya tatu katika sala zenye rakaa tatu, maghrib au sala zenye rakaa 4. Hizi ndio sehemu mawadhi mashuhura, hizi ndio mawadhi mashuhura za kuinua mikono. Lakini pale pia imekuja sunna ya kuinua mikono, bali kullu khafdhin wa raf'in, imekuja sunna ya kuinua mikono kila unapoinama, kila unapoinuka, kila unapoinama, hata baada sujud al-awwal, ukisha sujudu ya kwanza ukiinuka, imekuja pia sunna hiyo. Sasa hizi 4 ndio mashuhura, hadhi al-mawadhi wal-arba'a hadhi hiya al-mashhura. Lakini pia sehemu nyingine zimekuja katika sunna, kama rawa Shaykhani an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idha iftataha as-salah, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiinua mikono yake mukabala wa mabega yake akianza sala, yani takbiratul ihram. Wa idha kabbara lirruku, na akileta takbira kwa ajili ya kuruku. Wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku, na akiinua kichwa chake kutoka katika ruku. Wa fi riwayati lil-Bukhari wala yaf'alu dhalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud, hafanyi hivyo wakati anaposujudu na anapoinua kichwa chake min as-sujud, hafanyi hivyo. ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود, halifanyi hilo wakati anapoinua kichwa chake katika kusujudu au kutokana na ile sujudu. وعن نافع أن ابن عمر إذا قام من الركعتين رفع يديه, mkiona Nafi kwamba Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa akisimama kutoka katika rakaa 2 kwenda rakaa ya 3, rafa'a yadayhi, huinua mikono yake. Wa rafa'a dhalika Ibn Umar
ila nabii sallallahu alayhi wasallam, amelirufaisha hilo na kulipandisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ibn Umar. Ina maana hii ni hadithi marfu', rawahu al-Bukhari wa ghayruhu. wa qad sahha ar-rafu fi al-mawadhi' al-arba'a fi ghairi ma hadithin, imesihi kuinua mikono mtume katika sehemu hizi 4 katika hadithi nyingi. Kwa hiyo hizi al-mawadhi' al-arba'a ndio mashuhura, hizi ndio mashuhura, lakini ile ya kuinua mikono kwenda katika sujudu pia ni sunna thabita, mtume ilikuwa akifanya ahyanan. kosa la 28 isti'jalu ba'd al-a'immati bis-salah wa 'adamu at-tuma'nina wa 'adamu tamkini al-ma'mum min at-tuma'ninati bis-salah wa qira'ati al-Fatiha khassatan fi ar-rak'ati al-akhirah. Haraka ya baadhi ya maimamu katika sala, isti'jalu baadhi al-a'immati bis-salah. Kosa jingine ni haraka ya baadhi ya maimamu kwa ile sala, wanasali haraka haraka. Wa adamu tumanina, na kutotulizana katika rukuu, katika sujudu, katika intidali, hakuna utulivu, wakati utulivu ni moja katika nguzo za sala. Wa adamu tamkini al-ma'mumi min at-tumaninati bis-salah wa qira'ati al-Fatiha, pia kutommakinisha maamuma hao. Baadhi ya maimamu hawammakinishi maamuma utulivu, kupata utulivu katika sala na kusoma Fatiha. Wengine maamuma hajamaliza Fatiha tayari yeye ashamaliza, shainuka, ashaenda kwenye kusujudu. Maamuma wengine bado wanasoma Fatiha kwa ile haraka haraka, hasatan fi rak'ati al-akhira, hasa katika rakaa za mwisho. Rakaa 2 za mwanzo imamu anasoma vizuri kwa utaratibu, hususan sala za dhuhuri na al-asri anasoma kwa utulivu, lakini tuna 4 ile Fatiha anayoisoma wewe uko iyyaka na'budu, yeye tayari asharuku kusoma na haraka haraka anavyoisoma. Naam, ni sunna rakaa ya pili iwe fupi kuliko rakaa ya kwanza, kadhalika rakaa ya 3 na 4, lakini ufupi huo wa kwamba suratul Fatiha waisoma kwa sekunde 1, hiyo tena ni mubalagha sana. Al-imamu mas'ulun an husni salatihi, anasema imamu ni mwenye kuuliziwa uzuri wa sala yake, li'annahu muqtadan bihi, sababu yeye ni mwenye kufuatwa. Wa alayhi taharri sunnah, ni lazima kwa imamu kujitahidi kupata sunna. Watumanina ruknun, na ile tumanina kujituliza ni rukni, ni nguzo katika nguzo za sala, katika intidali, katika rukuu, katika sujudu, katika julus baina sajdataini. Wa hiya fi haqqi al-imami akadu, hiyo tumanina kujituliza katika haki ya imamu inakokotezwa zaidi, li'annahu matbu'un muqtadan bihi, sababu imamu ndiye mwenye kufuatwa. Wakadhalika qira'atul Fatiha ruknun, vile kusoma Fatiha ni nguzo. Fayajibu an yumakkina al-ma'muma min qira'atiha, ni lazima imamu ammakinishe maamuma kuisoma Fatiha, ampe nafasi maamuma amalize ile Fatiha. Sasa imamu kila anavyokwenda mbio ndipo maamuma wengine wanavyopoteza mwelekeo. Maana wengine wanaacha Fatiha ambapo haitaki kuiacha, kama ni salatu sirria, dhuhur, asri, rakaa 2 za mwisho za isha, rakaa 1 ya mwisho ya maghrib, ni lazima kusoma Fatiha kwa imamu na maamuma. Haitafaa mtu kuikata ile Fatiha yake kwa sababu imamu amesha rukuu. Hata imamu akienda mbio, maamuma ni lazima akamilishe Fatiha katika sala hizo, rakaa hizo za siri. Sasa imamu anatakiwa asiende hivyo mbio sana kiasi cha kwamba maamuma wengine hawamalizi ile Fatiha yao. Qala waqad taqaddamat adillah rukniyatu at-tumaniyya, waqad taqaddamat adillatu rukniyati at-tumanina wa qira'ati al-Fatiha, zimetangulia dalili za kwamba tumanina ni nguzo katika nguzo za sala, na pia qira'atul Fatiha, kusoma Fatiha, ni nguzo katika nguzo za Fatiha. Kwa kosa hili ni kwa baadhi ya maimamu wa kwenda haraka haraka katika sala zao.
baadhi ya maimamu misikiti mingine mwezi wa Ramadhani hususan salatul maghrib, mwezi wa Ramadhani hususan salatul maghrib ni qul huwallahu ahad. Tena qul huwallahu ahad yenyewe ni kwa pumzi moja, zile aya 3 imamu kwa pumzi moja, hakuna hiyo kufuan ahad pia haisikiki, yani pumzi mmoja kuanzia qul huwallahu mwanzo mpaka mwisho, ashamaliza arukuu nini, eti magharibi watu wanataka kuna kufuturu. Sasa ni makosa. kosa la 29 adamu lihtimami bisujudi ala al-a'dha'i as-sab'a al-jabha ma'a al-anfi wa butunul yadaini warukbataini wa atrafil qadam. Kutotilia umuhimu kusujudu kwa viungo 7, kutotilia umuhimu kusujudu kwa viungo 7 ni kosa. Viungo hivyo 7 ni paji la uso pamoja na pua, ndani za mikono, yani mikono wa rukbataini na magoti, wa atrafil qadamain na ncha za vidole vya miguu. Hivi ni viungo 7 vya kusujudia. Haifai mtu kusujudu kwa mkono mmoja au kwa mguu mmoja. Mtu anasujudu mguu mmoja kama tulivyoelezea jana, mguu mmoja uko juu ya mguu mwingine, inakuwa sujudu haijakamilika, na sujudu kama haijakamilika sala inakuwa haisihi. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب. mtu anaposujudu husujudu pamoja na yeye viungo 7, wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu, uso wake yani paji lake la uso pamoja na pua. Pua pia inatakiwa iwe katika ardhi, sio paji la uso peke yake pua iko juu. Ikitajwa wajhuhu inatajwa pamoja na pua, uso wake pamoja na pua, na vitanga vyake viwili na magoti yake na vidole vya miguu yake. Rawahu Muslimun azahu lahu al-majd fi al-muntaqa wal-mizzi wa rawahu ghayruhu. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam umirtu an asjuda ala 7 a'dhum, nimeamrishwa nisujudu kwa viungo 7. Ala al-jabha wa ashara biyadihi ila anfihi, nisujudu kwa paji la uso na akaashiria kwa mkono wake kwenye pua yake. Paji la uso na pua, waliyadaini na mikono miwili, warukbataini na magoti, walqadamaini na miguu. Muttafaqun alayhi. Qala wa minan nas man la yumakkinu jabhatahu wa anfahu min al-ardi hina as-sujud. Wako katika watu ambao hawamakinishi paji la uso na pua yake katika ardhi wakati wa kusujudu, au yarfa'u rijlaihi, au anainua miguu yake, au la yumakkinu butuna liyadaini, au hamakinishi ndani za mikono. Wa kullu hadha mukhalifun lilma'muri bihi, yote haya ni yenye kukhalif hilo lenye kuamrishwa la kumakinisha viungo hivi vyote 7 juu ya ardhi. Kwa hiyo ni lazima kumakinisha viungo hivi 7. Kuna baadhi ya wale wanaovaa miwani wengi wanasujudu kwa paji la uso peke yake. Mtu akiwa amevaa miwani na huko anasali nayo, wengi katika wao wanamakinisha paji la uso peke yake bila pua, aogopea miwani labda ataikalia na kuivunja. Sasa kama ni uzito, unavua miwani unaiweka, unasujudu kwa paji la uso na pua, isiyo kwamba miwani ndiyo sababu ya kuzuia kutosujudu vizuri. Kosa la 30 adamu al-inayati bimaarifati ahkami as-salah, kutotilia umuhimu kujua hukumu za sala. Hili ni kosa la waislamu wengi, adamu al-inayati bimaarifati ahkami as-salah, kutotilia umuhimu kujua hukumu za sala. Wa hadha khilafu ma yanbaghi lilmuslim, hii ni kinyume cha inavyotakikana kwa muislamu. Fa inna as-salata a'zamu arkani al-islami al-amaliyya, kwani sala ndiyo nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu za vitendo.
wallahu amara biiqamatiha, Allah ameamrisha kutekelezwa sala. Faqala wa aqimis salah fi ayatin, katika aya nyingi, qad tablughu 70 au tazidu, huenda zikafikia aya 70 au zaidi ya hapo. Allah anaamrisha watu wasimamishe sala. Qala wala tumkinu iqamatuha illa bima'rifati ahkamiha, haiwezekani kusimamisha sala isipokuwa kwa kujua hukumu zake. Huwezi ukatekeleza sala kama ilivyoamrishwa kwa unavyojua wewe au unavyopenda wewe. Lazima sala iswaliwe kama ilivyoamrishwa na kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, hadithi ya Malik ibn al-Huwairith. Qala wa ma'rifatu kayfiyati salati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na kujua namna ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walladhi la yas'u jahluhu min ahkami as-salah, na zile ambazo yani haijuzu kutozijua katika hukumu za sala. Ma'rifat shurutiha, kujua masharti yake sala, wa arkaniha, na nguzo zake, wa wajibatiha, na wajibati za sala, wa ahkami liqtidai, na hukumu za kufuata, kumfuata imamu, wasahwi, na hukumu za kusahau, wa nahwi dhalika, na mfano wa hizo. Fama'rifatu hadhihi al-ahkam fardhun, kujua hukumu hizi ni lazima kwa kila Muislamu. Ajue hukumu hizi ni lazima, ajue masharti ya sala ni yapi, nguzo za sala ni zipi, wajibati za sala ni zipi, hukumu za kufuata, hukumu za kusahau, ukisahau nini ndio unatakiwa usujudu sujudu sahwi. Kwa hiyo kujua hukumu hizi ni lazima. Wal-ikhlalu bita'allumiha qad yaj'alu al-muslima ghafilan 'an mubtilati salatihi wa mufsidatiha. Ile kutosoma, al-ikhlalu bita'allumiha, kufanya uzembe wa kutosoma, qad yaj'alu al-muslima ghafilan 'an mubtilati salatihi, huenda ukamfanya Muislamu ni mwenye kughafilika na venye kubatilisha sala yake na venye kuharibu sala yake. Wallahu al-hadi wal muwaffiq. Kwa lazima kujua hukumu hizi za sala, ni lazima kwa kila Muislamu ajue yapi yanabatilisha sala yake, yapi yanapunguza thawabu za sala yake. Haya ni mambo ya lazima. Ama masomo mengine, kujua faraid, masomo ya faraid, kujua muamalat, hukumu za jiwar, hukumu za qardhi, kukopesha, za kukodisha. Haya ni mambo ambayo maulama wao ndio wanatakiwa wayajue zaidi, kinyume cha awam. Lakini awam ni lazima kujua ibada zao ili wafanye ibada zao kwa njia iliyo sahihi, wasifanye ibada kwa njia ambayo ni ya makosa. Hadha wallahu aalam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.